Ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuona ufalme wa Mungu. Yesu alimaanisha nini? Ni rahisi sana ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuona ufalme wa Mungu. Ninakusalimia katika jina la Yesu popote ulipo. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama hujasubscribe bado, basi ni kuombe usubscribe channel hii, na ukipenda, ukiweza, unaweza ukashare kwa rafiki zako na ndugu zako, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Moja ya maswali makubwa sana ambayo nimekuwa nikiasikia mara kwa mara watu wakielezea, watu wakiauliza, ni kuhusiana na hili swala la ngamia kupenya katika tundu la sindano. Watu wanahoji, inawezekanaje ngamia akapenya kwenye tundu la sindano? Au je, Yesu alikuwa tu anaamua kuongea kwa lugha nyingine kwamba tajiri hawezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu? Kuna nafasi gani ya tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu? Kuna uhusiano gani kati ya mfano wa Yesu na uhalisia wake? Kwa sababu neno mfano ni kitu ambacho kinafanania. Sasa je, huu mfano unafanania, una uhalisia kiasi gani kwamba tajiri ngamia kupenya kwenye tundu la sindano? Au Yesu alimaanisha kitu gani kingine? Sasa kupitia video hii ya leo tutaweza kuchambua na kuangalia gepu lililoko hapo la uwiano wa maswali, na Mungu akitusaidia tunaweza tukarecover lile gepu na ukapata kuelewa kabisa. Ukianza katika muktadha wa andiko hili ni kwamba kuna kijana mmoja alimfuata Yesu. Alikuwa ni mdogo kiumri, ni kijana maandiko yanavyosema. Akamwambia, Bwana, nifanye nini niweze kuona ufalme wa Mungu? Inaonyesha yule mtu alikuwa na kiu sana na shauku ya kujua kwa habari ya ufalme wa Mungu, na alikuwa na hali ya utumishi ndani yake. Kwa anamfuata Yesu kwa furaha, tena anamuita mwalimu mwema. Yesu alipomwangalia ndani yake akaona ni kijana safi ambaye hana ila yoyote. Akamwambia, unajua amri? Akasema, usiue, usizini, usishuhudie uongo, mpende Bwana Mungu wako, 1, 2, 3 mpaka 10. Akasema, hizo nimezishika tangu udogo wangu. Yesu alipomwona akampenda. Akamwambia, wewe una jambo moja tu. Nenda kauze mali zako zote ulizonazo ukawagawie masikini. Kauze mali zako zote ulizonazo ukawagawie masikini. Yule bwana akaona hiki ni kipengele. Akaona hiki ni kipengele. Ikabidi aondoke pale akiwa amekasirika. Maandiko anasema uso wake ulikunjamana. Kwa Yesu akawaambia wanafunzi wake, akamwambia, mnaona ni vigumu kwa tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Yaani ni rahisi sana ngamia kupenya katika tundu la sindano. Sasa tundu la sindano. Sasa swali hapa ni juu ya tundu la sindano na ukubwa wa ngamia. Tundu la sindano na ukubwa wa ngamia ni kitu kinachoonyesha hakina uhusiano kabisa, yani hakina uwiano. Wale wanafunzi wakamfuata wakamwambia, kwa hiyo ina maana tajiri hawezi akaingia kabisa katika ufalme wa Mungu? Hapo Yesu akawaambia tena, akawaambia kwamba lisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu linawezekana. Kwa bado hili swali lilionekana kama halina jibu la moja kwa moja. Yani bado kulikuwa hakuna jibu la moja kwa moja. Hakuna jawabu la moja kwa moja kwamba lisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu linawezekana. Kwa hiyo tajiri kuingia ufalme wa Mungu ni mpaka msaada wa Mungu, yani Mungu kwa msaada wa Mungu. Umeona? Kwa hiyo ni jambo ambalo linazua maswali. Sasa nimejaribu kuliangalia hili swala katika maandiko na lugha zile za asili. Sasa hapa katika maandiko na lugha za asili kuna mambo kadhaa ya kuyafahamu. Kwanza andiko lenyewe linasema hivi, ni Mathayo 19 mstari wa 24, anasema hivi, nawaambieni tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Sasa anasema ngamia kupenya katika tundu la sindano. Sasa tundu la sindano, kwenye sehemu nyingine wanasema jicho la sindano.
jicho la sindano. Ni rahisi sana ngamia kupenya kwenye jicho la sindano. Sasa katika historia kulikuwa na milango mingi sana katika jiji la Yerusalemu. Maandiko yanaielezea milango 10 katika mji wa Yerusalemu. Mji wa Yerusalemu ulikuwa umezungushiwa ukuta. Yaani mji mzima ulikuwa umezungushiwa ukuta kote, yani pande zote zilikuwa ni ukuta. Kwa hiyo huwezi ukaingia katika mji wa Yerusalemu pasipo kupita katika mlango mmojawapo katika ile milango zaidi ya 10 iliyokuwepo katika lile jiji la Yerusalemu. Kwa hiyo kuna milango mikubwa na kulikuwa na milango midogo. Kwa watu ambao wanatoka nje ya Yerusalemu kwenda miji mingine na kurudi, wanapopita pale wanakaguliwa sometime, wakisuspektiwa sometime wanasechiwa au wanaangaliwa vibali vyao na vitu kama hivyo, wanaingia katika nini? Katika jiji. Sasa kulikuwa na milango mikubwa na milango midogo. Sasa kulikuwa usiku, lile jiji linafungwa malango. Jiji linafungwa kwa nyakati za usiku, linapigwa lock. Kwa mtu akiwa anachelewa, walikuwa hawapiti katika lile lango kubwa. Walikuwa wanapita katika ile milango mingine midogo midogo na milango ya kawaida. Sasa kuna milango mingine ilikuwa ni milango ya kupita mtu. Ilikuwa ni mlango wa kupita mtu tu, na kulikuwa kuna malango ambao unaweza ukapitisha hata magari. Umeona, ulikuwa unaweza ukapitisha mafarasi, ukapitisha mikokoteni, yani ni mikubwa. Alafu kuna milango mingine tu anapita mtu kama mtu, yani kama milango ya kawaida tunayotumia majumbani. Sasa watu ambao walikuwepo wanajificha kulipa kodi. Kulikuwa kuna watu wanakwepa kulipa kodi. Sasa wanapokuwa wanapita katika yale malango makubwa yale, unapita na ngamia hivi, lazima usomewe vibali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo walikuwa mara nyingi wanatamani kutumia milango ile midogo. Katika somo lijalo tutaongelea Yerusalemu na malango yake. Tutaongelea jiji la Yerusalemu na malango yake. Tutaangalia katika kipindi kijacho cha video ijayo. Kwa naomba usikose sana video zinazofuata. Tutaelezea vizuri sana kuhusiana na malango ya Yerusalemu. Kwa hiyo sasa hawa watu walikuwa wanamchukua ngamia, wanampitisha katika mlango wanaopita watu wa kawaida. Sasa ngamia ni mkubwa, umeona? Alafu kiacha ngamia mkubwa, wana mizigo mingi. Kwa hiyo kumpitisha ngamia katika mlango ambao wanapita watu wa kawaida ilikuwa ni kesi kubwa. Kwa hiyo basi ngamia atapita pale kwa kulazwa. Itabidi ngamia alazwe, apite kwa kujibana. Kwa hiyo ilikuwa inapitwa kwa shida sana, mpaka ngamia anaingia ndani, yani anaingia kwa shida, kwa shuruba nyingi sana. Sasa ile milango ilikuwa inaitwa tundu la sindano. Ile milango ilikuwa inaitwa tundu la sindano. Kwa sababu inaitwa tundu la sindano, kwa maana hiyo mtu anayepita pale ni mmoja. Yaani anapita mtu mmoja, anapita, anaingia, anapita, anatoka. Ndio ikawa inapewa jina la tundu la sindano. Ilikopo sio milango kwa ajili ya kupitisha mizigo, sio milango kwa ajili ya kupitisha wanyama, sio milango kwa ajili ya kupitisha vitu vingine mikokoteni na nini. Ilikopo ni kwa ajili ya mtu tu kupita na kuingia. Sasa ngamia alivyokuwa anafusiwa kupitishwa pale, wale wakawa wanalita lile tundu la nini? La sindano. Umeona, tundu la sindano. Kwa sasa Yesu anapowaambia hawa wanafunzi, ni rahisi sana ngamia kupenya katika tundu la sindano au kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Alikuwa ana maana kwamba, katika nadharia hii alikuwa ana maana kwamba ni rahisi sana ngamia kupita katika ule mlango ambao unapitishwa watu tu kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hawa walikuwa wanaelewa zaidi ule mlango wa sindano ulivyo. Kwa hiyo wanapoongelea mlango wa sindano, tundu la sindano na ngamia, basi wanapata ufahamu kwamba kilichokuwa kinaongelewa pale ni ule mlango katika ule ukuta. Umeona? Lakini bado hata kama ulikuwa ni mlango wa kawaida, ngamia alikuwa anapita kwa kazi sana. Kwa wanaposema ni rahisi ngamia kupita pale, bado inaonyesha ni ugumu kiasi gani tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Umeona? Kwa hiyo ni nadharia ya kwanza. Lakini nadharia ya pili katika hilo andiko ni kwamba neno ngamia katika lugha za kiasili, lugha za Kiunani,
ambao ndo lugha ya kwanza kuandikiwa kitabu hiki, limetumiwa kama neno camelos. Camelos, ambao camelos inaelezea ngamia. Hasa baadhi ya watafiti wa mambo wanasema katika utafiti wao lile neno camelos lilikosewa, lilitakiwa liwe kamilosi. Katika lile neno camelos lilikosewa, katabidi liwe kamilos, ambapo neno kamilos lilikuwa linatafsiriwa kama kamba kubwa. Neno kamilos lilikuwa linatafsiriwa kama kamba kubwa. Kwa sasa kwa maana hiyo, tukirejea katika mfano wa Yesu, anasema kwamba ni rahisi sana ile kamba kubwa kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia ufalme wa Mungu. Ni rahisi sana ile kamba kubwa kuingia katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia ufalme wa Mungu. Lakini wengine wanasema ngamia ni kamba zile za meli na vitu kama hivyo. Sasa katika nadharia zote hizi bado nadharia ambayo ina nguvu ni juu ya yale malango ya Yerusalemu, kwamba ule mlango wa kawaida ulikuwa unaitwa tundu la sindano. Lakini katika sehemu nyingine ambapo maandiko yanaoana na hili ni katika lile andiko ambalo Yesu anasema jitahidini kupita katika mlango ulio mwembamba. Jitahidini kupita katika mlango ulio mwembamba, katika njia iliyo nyembamba. Umeona? Jitahidini kupita hivyo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ule mlango ambao ulikuwa unaitwa tundu la ngamia alikuwa anapita mtu mmoja mmoja, walikuwa hawapiti watu wengi kama lile jiji, kama ile milango mingine ya jiji. Umeona? Ile milango mingine ya jiji kwa sababu ni milango mipana na mageti yake. Kwa mfano watu wanaoangaliaga sana zile movies zile za kifalme, movie za mapanga, nafikiri mnakuwaga mnanielewa. Wakati wa vita unaona watu wakifunga lile lango mpaka kulibomoa ilikuwa inatakiwa wachukue gogo kubwa, ambalo gogo linabebwa na zaidi ya wanaume 5, 6 hadi 10, zaidi ya wanaume 10. Alafu hilo gogo lenyewe linakuwa limefungwa kwenye kitu kama mashine vile, mashine kama ya bembea, mashine ya bembea. Kwa hiyo wanalisukuma wanaume zaidi ya 10, lile wanalisukuma hivi, linagonga lile nini, linagonga geti, afu linarudi tena linagonga geti. Kwa yale mageti yalikuwa ni makubwa ambayo yakifunguliwa watu wengi walikuwa wanaingia. Lakini hivi vimilango vya pembeni vilikuwa ni vimilango vya dharura ambavyo walikuwa wanapita mtu mmoja mmoja, ambapo mlango ule hata kupita watu wawili walikuwa hawawezi kupita watu wawili. Ila katika lile geti mnaweza mkapita hata watu 30, 50, hata 100 kwa wakati mmoja. Wengine wanaingia, wengine wanatoka. Lakini vile milango vidogo ikopo inatakiwa umwache kwanza anayeingia aingie ili wewe unayetoka utoke. Kwa anaposema jitahidi kupita katika mlango mwembamba, anatolea mfano mlango ule ambao ulikuwa kama milango vidogo vya dharura, tofauti na ile milango mikubwa ile. Umeona? Kwa hiyo Yesu mifano yake mingi aliyokuwa anaitoa ni mifano ambayo ilikuwa inaendana na uhalisia kabisa wa kibinadamu. Katika kusoma kwangu hakuna mfano ambao nimeusoma wa Yesu ambao alitoa mfano ambao hauna uhalisia katika mazingira ya maisha ya kibinadamu. Hakuna mfano ambao Yesu anautoa ambao hauna uhalisia katika maisha ya kawaida ya kibinadamu. Akisema mwana mpotevu ni maisha ya kibinadamu, akisema tajiri na Lazaro ni maisha ya kibinadamu, akisema mpanzi alienda kupanda mbegu, inaona kabisa ni mifano halisi ya maisha ya kibinadamu. Kwamba mtu mmoja alikuwa na harusi ni mifano ya kibinadamu. Umeona? Wanawali 5 wenye hekima na wapumbavu, unaona ni maisha halisi ya kibinadamu na tamaduni za Kiyahudi za sherehe zilizokuwa zinafanyika kipindi kile. Kwa mifano yake yote Yesu alikuwa anaitoa ilikuwa ina relate uhalisia kamili ambao maisha ya kibinadamu walikuwa yanaendelea kwa wakati ule. Ila sasa akisema, akitumia neno kwamba ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano, kwamba ngamia mnyama apenye kwenye tundu la sindano, unaona kabisa ni mfano ambao hauna uhalisia, hauna uwiano wa uhalisia. Umenielewa? Kwa hiyo sasa anamaanisha kwamba mfano huu wa Yesu lazima ulikuwa una relate kwenye uhalisia. Na huo uhalisia ambao ninauona hapa ni katika kuuelezea ule mlango. Sasa hayo yote ni katika kulielewa ile andiko, lakini asili kubwa na maana mama ile andiko linataka kuelezea kwamba tajiri, mtu ambaye amezipa sana mali sehemu kubwa kuliko Mungu, hawezi akauona ufalme wa Mungu. Yaani mtu ambaye mali zake, utajiri wake, pesa zake akazipa kipaumbele kikubwa kuliko Mungu, huyo mtu ni ngumu kuingia katika ufalme wa Mungu. Hiyo ndio maana halisi ya ili andiko, kwamba ukiipa mali
sehemu ya Mungu, basi wewe mbingu huwezi ukaipata. Na Yesu sometimes anasema ni vigumu sana kuwatumikia mabwana wawili, yani mali na Mungu. Ni ngumu sana kutumikia mabwana wawili. Lakini pia katika ile andiko, mahubiri ya watu wa zamani na baadhi ya watu wa sasa hivi wachache walikuwa wanalitumia vibaya sana kuonyesha kwamba utajiri ni kitu kibaya. Unaona, kuonyesha kwamba kuwa tajiri ni kitu kibaya, kuwa tajiri huwezi ukaenda mbinguni. Sasa nitumie nafasi hii kupingana na hayo mafundisho kwamba kuwa tajiri ni kitu kibaya, au kuwa tajiri ni kujiwekea nafasi ndogo ya kuingia mbinguni. Si kweli. Mungu Yesu anasema alifanyika maskini ili sisi tuwe nini? Tuwe matajiri. Kwa utajiri hauna uhusiano wowote na kutokwenda mbinguni. Utajiri hauna uhusiano wowote na dhambi. Utajiri hauna uhusiano wowote na kutokuwa mkamilifu kwa Mungu. Ila mtu anapokuwa ni tajiri, inamaanisha maandiko yanasema mali inapoongezeka ongeza ulinzi. Unapokuwa na Mungu anakuinua katika maeneo ya kiuchumi, unapoinuliwa sana katika maeneo ya kiuchumi, inamaanisha kwamba hata vita yako itakuwa ni kubwa. Umenielewa? Majaribu yako yatakuwa yanaongezeka. Sasa hivi huna hela, unajikuta majaribu mengine yanapungua kwa sababu huna hela. Ila utakapokuwa na hela ndipo utaanza kuona vitu vizuri. Ukiwa na hela ndipo unaanza kuona wanawake wazuri. Ukiwa na hela ndipo unaanza kuviona viwanja vizuri. Ukiwa na hela ndipo unaanza kuona starehe nzuri. Umeona? Sasa vitu vingi sana vinajitokeza tu pale unapokuwa na fedha, tofauti na mtu ambaye hana hela. Ingawaje umaskini ni jaribu moja baya sana, ni kubwa, lakini maskini wengi wanamuelekea sana Mungu, ijapokuwa wana mapungufu mengi, lakini wanamuelekea Mungu katika mapungufu yao. Ila matajiri wana majaribu mengi. Kwa hiyo sasa unapokuwa Mungu anakuinua kiuchumi, natakiwa viwango vyako vya kumpenda Mungu, viwango vyako vya kumnyenyekea Mungu, viwango vyako vya kumheshimu Mungu, viwango vyako vya kumtumikia Mungu vizidi kuongezeka. Yaani kana kwamba unaona Mungu amekuinua kiuchumi hatua 1, 2 hadi 3, alafu kiwango chako cha kumtumikia Mungu kipo vile vile, una hatari kubwa sana huko mbele ya kutofanya vizuri. Kila Mungu anapokupa hatua ya kwenda juu mbele kiuchumi, wewe fanya hatua kubwa kwenda chini kiunyenyekevu, kiutumishi. Nyenyekea, tumika, heshimu Mungu, heshimu watu. Hivyo ndivyo Mungu ambavyo anakwenda na watu ambao anawainua. Kwa unapoona unabarikiwa, endelea kujikita katika unyenyekevu, endelea kujikita katika imani, endelea kujikita katika kumpenda Mungu na kumheshimu Mungu, na Mungu atazidi kukuinua sana sana sana. Mali inapoongezeka, maandiko yanasema ongeza ulinzi. Kwa hiyo ninataka nikupe tafsiri ya andiko hili la mfano huu wa Yesu, kwamba ni vigumu tajiri kuingia mbinguni kuliko na ngamia kupenya katika nini? Tundu la sindano. Kwa hiyo mimi mwenyewe namuomba Mungu anipe utajiri. Jamani, umaskini sio kitu cha kumuomba Mungu wala kitu cha kulizika. Umaskini ni mbaya sana. Kuna andiko moja linasema usinipe utajiri, usinipe umaskini, sijui na nini na nini. Mimi nawaambia ndugu zangu, aliyeandika lile andiko alikuwa ni tajiri. Wewe muombe Mungu akupe utajiri, my friend. Usitamani kuja kuwa maskini, au kama uko maskini usirizike kuwa hivyo. Tamani sana kwenda viwango vya juu. Mbinguni tutaingia, na maskini kuingia mbinguni ni ngumu vile vile. Kwa hiyo kila mtu kuingia mbinguni ni ngumu, lakini kwa neema ya Mungu ameturahisishia, imekuwa rahisi. Matajiri na maskini wote tunaenda mbinguni kwa neema ya Mungu. Kwa taka kuwa tajiri, mtu wa Mungu. Hii kazi ya Mungu inakuwa rahisi. Tukiwa matajiri wengi, kazi ya Mungu inakuwa rahisi. Inakuwa rahisi. Kazi ya Mungu inakuwa rahisi. Basi kwa sasa nitaishia hapa. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Kama unatamani kuwa sehemu ya huduma hii, unaweza ukatusapoti kwa sadaka yako, mchango wako, na kitu ambacho Mungu amekujalia kufanya. Namba zetu ni hizo unazoziona hapo kwenye screen yako. Unaweza ukatupigia, ukatushauri, kama unahitaji maombi, unahitaji kushauriwa, namba zetu ni hizo hapo za kihuduma. Kama unatuhitaji kihuduma, namba ni hizo hapo. Kwa sadaka zako pia namba ni hizo, na Mungu atakubariki sana. Ila usiache kusubscribe na kushare kwa watu wengine na kutuombea pia. Mpaka wakati ujao, Mungu akubariki.